Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Hii ni Disemba 2025. Na leo tunaenda kuliangazia somo la Disemba 24. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao wamepata nafasi ya kujifunza neno lako siku ya leo. Asante kwa ajili ya ndugu zetu, asante kwa ajili ya jamaa zetu, asante kwa ajili ya hata marafiki zetu. Tunawakabidhi wagonjwa mikononi mwako, wafanyie uponyaji. Shughuli zetu za mikono tunapotoka kwenda kufanya kazi, ukatubariki maradufu. Dumu kuwa pamoja nasi siku ya leo, ukitulinda na kutuongoza katika jina la Yesu. Amina. Leo ni Disemba 24. Mada ikisema kungoja na kukesha. Mada hii imejengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya 10 aya ya 35. Neno la Mungu linasema, basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Yesu anakuja upesi. Nafasi yetu inapaswa kuwa ya kungoja na kukesha kwa ajili ya kuja kwake. Hatupaswi kuruhusu kitu chochote kusimama katikati yetu na Yesu. Tunapaswa kujifunza hapa kuimba wimbo wa mbinguni, ili kwamba wakati pambano letu litakapokuwa limekwisha, tuweze kujiunga katika wimbo wa malaika wa mbinguni katika mji wa Mungu. Ni wimbo gani huo? Ni wimbo wa sifa, heshima na utukufu kwa yeye aliyeketi katika kile kiti cha enzi na kwa mwana kondoo milele na milele. Tutakutana na upinzani. Tutachukiwa na watu wote kwa ajili ya Kristo, pamoja na Shetani, kwa sababu anafahamu kuwa wafuasi wa Kristo wana nguvu ya Mungu ambayo itadhoofisha mvuto wake. Hatuwezi kuepuka fedheha. Hatupaswi kuruhusu muda wetu kutawaliwa sana na mambo yanayopita, au hata kwa mambo yanayofungamana na makusudi ya Mungu, yatakayotufanya kupitisha siku baada ya siku bila kujiweka karibu na upande wa Yesu uvujao damu. Tunataka kuzungumza naye kila siku. Tunapaswa kuvipiga vita vizuri vya imani. Itakuwa vita ngumu sana kudumisha maisha ya imani thabiti, lakini ikiwa tutajitupa kikamilifu kwa Kristo, tukiwa na uamuzi thabiti wa kumng'ang'ania yeye pekee, tutaweza kumshinda mwovu na kupata ushindi adhimu. Mtume Paulo anatusihi, basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Tena anasema, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Tunapojihisi shauku kidogo ya kuzungumza na Yesu, hebu tuombe sana. Kwa kufanya hivyo, tutavunja mtego wa Shetani. Wingu la giza litatoweka na tutatambua uwepo mzuri wa Yesu. Historical Sketches, ukurasa wa 145 na 146. Wakristo wanaweza kuwa na furaha ya ushirika pamoja na Kristo. Wanaweza kuwa na nuru ya upendo wake na faraja ya huduma ya uwepo wake. Kila hatua katika maisha inaweza kutuleta karibu na Yesu. Inaweza kutupa uzoefu wa kina wa upendo wake na kutuleta hatua moja karibu na makao ya imani yaliyobarikiwa. Hebu na tusiutupe ujasiri wetu, bali tuwe na imani thabiti zaidi ya ilivyokuwa kwanza. Hata sasa Bwana ametusaidia na atatusaidia hata mwisho. Hebu na tutazame kwenye nguzo kuu zinazotukumbusha yale Bwana aliyoyatenda kutufariji na kutuokoa kutoka mkononi mwa mharibifu.
Hebu na tuhifadhi vyema katika kumbukumbu zetu rehema zote ambazo Mungu ametuonesha, machozi aliyoyafuta, maumivu aliyotuliza, wasiwasi aliyouondoa, uoga aliyoutawanya, mahitaji aliyotupatia na baraka alizotoa. Hayo yatuimarishe kwa mambo yote yaliyo mbele yetu. Steps to Christ, ukurasa wa 125. Kwa hakika kama ambavyo haujawahi kuwepo wakati ambapo Mungu hakuwepo, vivyo hivyo kwa hakika haujawahi kuwepo wakati ambao haikumpendeza nia ya Mungu ya umilele kudhihirisha neema yake kwa wanadamu. The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, gombo la 7, mwaka wa 1934. Hii ni Disemba 24, mada ikisema kungoja na kukesha. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikiambaisha pasi utulivu, Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako mwamba imara tajificha kwako, ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako 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 mwamba imara tajificha kwako. kwako tu Yesu